Rais wa Marekani Donald Trump ametoa ofa kwa vikundi vyote vya kigaidi ambavyo vinapatikana pale Gaza viweze kujisalimisha, ndipo vita vya Israeli pamoja na Palestina vinaweza kuisha rasmi. Kupitia hotuba yake ambayo ameitoa usiku wa jana kuamkia leo Septemba 29 kuamkia Septemba 30, alikuwa ameongea na vyombo vya habari akasema Hamasi wana nafasi kubwa ya kuweza kuvimaliza vita hivi vya Gaza ama Palestina na Israeli, kwa sababu wao ndio magaidi ambao wanashikiliwa maeneo ya kule, sambamba na kukaa na mateka wote ambao wao wanaendelea kuwatumikisha na kuwafanyisha kazi na hata kuwapa adhabu mbalimbali. Lakini sambamba na hapo, waziri mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu alikuja hadharani na kuongea naye kusema kwamba Hamasi wana option moja tu, yaani kukubali, aidha wakubali kwa lazima au kwa hiari yao yenyewe, na watakapokataa ofa ambayo imetolewa na rais wa Marekani, mwenyewe anamuita Mr. President, basi tutatakiwa sisi kuweza kuwafanya wakubali kwa lazima. Nikukumbusha jambo moja, Israeli lengo lake kubwa pale Hamasi ni kuifanya Gaza iwe majivu kabisa, ndipo iweze kurejeshwa kwa raia wake. Maana hii ni moja ya habari ambayo imechukua uwanda mpana sana kwenye upande wa diplomasia, lakini pia hata kisiasa na mambo ya kiutawala, kwa sababu Israeli inajaribu kunyoshewa mikono na mataifa mbalimbali duniani ya kwamba namna ambavyo inaendesha vita vyake dhidi ya Palestina haina ubinadamu hata kidogo, kwa sababu namba kubwa ya watu inaweza kupotea. Sababu na hapo, misaada inashindwa kufikiwa kwa wale raia kutokana na majanga na madhara ambayo yanaendelea kutengenezwa kila itwapo leo ndani ya mji wa Gaza. Lakini msimamo wa Israeli upo wazi, ni kwamba Hamasi wajisalimishe kwenye mikono ya sheria, na ndipo ambapo wao wataenda kusitisha mapigano hayo. Lakini nje ya hapo itakuwa ni ngumu wao kuweza kufikia makubaliano hayo, zaidi wataendelea kushambulia kile itwapo leo.